Ni mkutano mkuu maalum wa CCM Taifa ambao unafanyika leo tarehe 29 na kesho tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 2025, na hapa ni katika ukumbi wa Jakaya Kikwete. Miongoni mwa watu ambao wamejitokeza kufika hapa, mojawapo ni Salome Makamba ambaye inafahamika huyu ametokea katika chama pinzani na leo hii yuko hapa. Anatueleza nini kilichomvutia yeye kuja hapa katika mkutano huu wa Chama cha Mapinduzi CCM. Kishukuru Chama cha Mapinduzi kwa kunipa mwaliko special wa kuja kuhudhuria katika mkutano mkuu huu maalum wa muhimu sana. Najua ni wengi wangetamani kupata fursa hii, hasa ukiwa unatoka chama ambacho sio Chama cha Mapinduzi, lakini mimi nimepata bahati ya kukaribishwa na kuja kuhudhuria kikao hichi muhimu kama mjumbe mwalikwa. Lakini pili niseme tu nimeshuhudia leo namna ambavyo naibu waziri mkuu amewasilisha utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa kiasi kikubwa sana mimi ni shuhuda wa yale ambayo amewasilisha. Nikiwa kama mbunge ambaye naisimamia serikali na kuishauri, nimeona mambo mengi makubwa ambayo yamefanywa, mapinduzi makubwa kwenye sekta mbalimbali. Kwenye sekta ya kilimo pesa nyingi zimepelekwa, mapinduzi makubwa yamefanyika. Sekta ya afya mapinduzi ni makubwa yaliyofanyika. Kiukweli niseme tu nampongeza hasa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuwa na uzalendo namba moja, kuhakikisha kwamba anawahudumia Watanzania kwenye mahitaji yale muhimu. Lakini pia niipongeze serikali kwa ujumla. Ilikuwa ni vuta ni kuvute kwenye hii miaka mitano tukiwa bungeni, lakini mengi ambayo sisi kama wabunge tumeshauri wameyachukua, wameyafanyia kazi, na ndio maana leo tuko hapa tukisherehekea pamoja utekelezaji mkubwa wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, mipango ya maendeleo ya serikali na maoni ya wadau mbalimbali. Na kuelekea uchaguzi huu wa 2025, mimi nasema sijaona kasoro ambayo kubwa ambayo haivumiliki. Mambo mengi yanaendelea kurekebishwa kutokana na muda, lakini naamini kwamba nia ipo, uwezo upo na watendaji wazuri wapo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunawatumikia wananchi na kazi inaendelea. CCM inakwenda kuzindua ilani yake mpya kwa mwaka 2025 hadi 2030 cha miaka mitano. Maeneo yapi hasa ambayo natamani yaweze kugusa katika maeneo ambayo unatoka wewe, kwa maana ya mkoa wa Shinyanga kwa ujumla? Kwa mkoa wangu mimi wa Shinyanga, kwanza niseme tu tunakwenda mbele sisi kama taifa, lakini lazima tuwe na uwekezaji mkubwa kwenye maeneo ya viwanda ili tuweze kuajiri watu wa chini na wakati. Kwa hiyo jambo kubwa ambalo nalitamani ni kuona viwanda vingi vinaendelea kuboreshwa katika mkoa wetu wa Shinyanga. Lakini pili, tunayo changamoto kubwa sana ya ushiriki wa wanawake na vijana katika maendeleo ya taifa. Ninatamani sana nikiona ilani ya Chama cha Mapinduzi itakayotolewa mpya ionyeshe namna gani inawasaidia wanawake kuingia kwenye siasa za nchi hii, namna gani inawasaidia vijana waingie kwenye vyumba vya maamuzi kwa mustakabali wa mahitaji yao. Mtu anaweza kujiuliza, wewe ni mbunge ambaye umetokana na chama kingine, lakini huu ni mkutano mkuu maalum wa Chama cha Mapinduzi. Nini ambacho kimekushawishi na kwa nini uko kwenye mkutano wa CCM? Jambo ambalo linaweza kuwa si la kawaida. Ni kweli, unaweza kuona hivyo, lakini nikwambie ukweli, kama tumekubaliana sisi kama nchi tunajenga nyumba moja, ni lazima tufanye kazi pamoja. Kuja kwenye mkutano huu mkuu, kwanza nilitaka nijifunze namna ambavyo wenzetu wanafanya kazi. Yaani huwezi kujifunza kutokana na makosa yako mwenyewe. Nimeona ubunifu mkubwa ambao unafanyika, hiyo mosi. Lakini pili, hakuna mtu yeyote anaweza kubishana na kazi kubwa ambayo imefanywa na chama ambacho kiko madarakani. Kwa hiyo mimi nimewiwa kuhudhuria na kuona yale maendeleo makubwa ambayo chama kinakifanya katika nchi yetu. Yeah. Mwelekeo wako ni upi kisiasa? Unakwenda kwenye uchaguzi mkuu hivi karibuni. Bunge bado mwezi mmoja tu, mmevumilia sana kusubiri kuona msimamo na uelekeo wangu wa kisiasa. Bado mwezi mmoja tu, tarehe 27 tunavunja bunge na kila kitu kitajulikana, nani anakwenda wapi. Lakini ninachokifahamu ni kwamba mimi ni mbunge, nitarudi bungeni kwa ajili ya kuwatumikia Wanashinyanga kwa ujumla na taifa. Tutarajie kuona ukigombea kupitia CCM? Bado natafakari. Hilo nipe sasa muda nione, na naendelea kufanya research. Tarehe 27 mtapata majibu. Kabla tarehe 27 mwezi wa 6. Mheshimiwa Salome, watu wakiona vazi la kijani wanatafasiri kabisa moja kwa moja huko tayari. Pengine mtu atakayeona hii interview tutamtoaje kwenye fikra hizo kwamba wewe tayari umeshaingia au unatafakari? Sawa. Iko hivi, kila sherehe ina sare zake. Hii sherehe inaitwa mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Huwezi kuja na sare nyingine. Sare yao ni kijani na nyeusi.
Kwa hiyo hii ni sare ya mkutano, yani uwezi, unanielewa sijui. Harusi yako ukishasema tuvae nyekundu na black rafiki, hatuwezi kuja tumevaa rangi tofauti. Kwa hiyo kwanza ya siasa ni imani na ni falsafa. Sio mavazi. Yani mavazi ni kitu cha kawaida sana. Imani yako na falsafa yako inakutuma nini? Mimi nimekaa bungeni miaka 10. Watu wengi wanaonifuatilia wanajua falsafa ya Salome ni nini. Taifa langu kwanza, uzalendo kwanza, maslahi ya umma kwanza. Hiyo ndo falsafa yangu. Kwa hiyo kama mtu ataamua kutafsiri mavazi na sio falsafa, yani hiyo sasa ni maamuzi yake. Swali la kawaida kabisa. Bunge limekuwa jukwaa la kuwasemea wananchi. Kuna watu wengine wanaona kama sio sehemu ya kwenda sasa, hasa kwenye ile swala la kutokwenda kushiriki kwenye uchaguzi. Nadhani kuwasemea nje ya bunge ni sahihi kuliko kuwasemea ndani ya bunge, hasa wale nafasi ya bunge. Kwenye katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ziko platforms, majukwaa mbalimbali ambayo yana uwakilisho wa wananchi, kuanzia ngazi ya chini kabisa ya matawi na nini mpaka taifa. Bunge ni chombo kikuu cha kutunga sheria. Bunge ndio chombo kikuu cha kushauri serikali. Bunge ndio chombo kikuu cha kuisimamia serikali. Hakuna chombo kingine chochote chenye mamlaka ya hivyo. Unaweza kutumia platform nyingine, kwa mfano mikutano ya hadhara, lakini huwezi kusimamia serikali kwenye mkutano wa hadhara. Huwezi kutunga sheria kwenye mkutano wa hadhara. Na wananchi washiriki uchaguzi, tukagombee, tupate uwakilishi ulio sawa, unaozingatia jinsia, ili tuweze kushauri, kuisimamia na kutunga sheria kwa ajili ya taifa letu. Rais anazungumzia vijana, lakini pia vijana ndio tunategemea wakiingia sehemu ya maamuzi wanaweza kufanya jambo sahihi. Kwa sasa tunaona bunge ambalo tunatarajia bunge ambalo tunatarajia kupata hasa mwezi wa 10. Hii namba ya vijana ibaki pale pale au unatamani vijana kuwe na namba gani kule bunge? Mimi nikiwa kama makamu mwenyekiti wa wabunge vijana bungeni, yani hilo swali nitalijibu kwa upendeleo kabisa. Natamani kuona vijana wengi wanashiriki uchaguzi kwenye ngazi zote na wanaingia kwenye vyombo vya maamuzi, ili wanasema nothing about us without us. Yani hatutaki tuongelewe kama hatupo. Sababu tupo tunaweza kuongelea, tunajua matatizo yetu. Natamani kuona vijana wanashiriki zaidi kwenye chaguzi. Natamani kuona vijana wanafanya maamuzi ya kwao yanayowahusu wao. Kwa hiyo mimi nawatia moyo, inawezekana kabisa tukashiriki uchaguzi, tukagombea na tukashinda. Asante sana.